Je, ni nini kinachoendelea nchini Mexico? El Mencho alikuwa kiongozi wa genge la Jalisco New Generation Cartel ambalo linafanya kazi kutoka jimbo la magharibi la Jalisco na linajulikana kwa silaha zake kubwa za kijeshi. El Mencho ameuawa akiwa na umri wa miaka 59 akiwa anatoka jimbo jirani la Michoacan. Kuna uvumi kwamba alikuwa afisa wa polisi kabla ya kuwa bwana wa dawa za kulevya. Alipanda ngazi katika kundi la wahalifu wa biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico kwenye miaka 1990. Mnamo mwaka 1994 alihukumiwa nchini Marekani kwa biashara ya dawa za kulevya na akatumikia karibu miaka 3 jela kabla ya kurudi Mexico. Kuna hadithi nyingi kuhusu mbinu za El Mencho za kushughulika na wapinzani. Aliwahi kutumia kichwa cha nguruwe aliyekatwa kwenye sanduku la barafu kwa wakili wa Mexico kama tishio. Jarida la Rolling Stone liliripoti mnamo mwaka 2015 likimnukuu wakala wa zamani wa uwanja kutoka utawala wa utekelezaji wa dawa za kulevya wa Marekani ambaye hakutajwa jina. Rekodi ya simu ilimkuta akimtishia kamanda wa polisi wa eneo hilo kwa ishara ya simu Delta One, akiahidi kumuua na hata mbwa wako ikiwa maafisa wake hawatarudi nyuma. Kisha akamalizia kwa maneno yasiyo na adabu, samahani kwa lugha mbaya. El Mencho alipopanda cheo na kuwa muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya, alianza kuwekeza sana katika manowari ambazo alizitumia kusafirisha dawa za kulevya kutoka Amerika Kusini hadi Marekani, Rolling Stone liliripoti. Jarida hilo lilimnukuu wakala huyo wa zamani wa DEA akisema El Mencho aliajiri wahandisi wa majini wa Urusi kusaidia kubuni manuari hizo. El Mencho alikuwa mmoja wa wakimbizi wanaotafutwa sana Washington, na Marekani ilikuwa imempa zawadi ya dola milioni 15 kwa taarifa zilizosababisha kukamatwa kwake. El Mencho aliuawa na vikosi maalum vya Mexico wakati wa operation ya kijeshi ya kumkamata huko Talpalpa, kusini mwa Jalisco, siku ya Jumapili. Vikosi vilitumwa kumkamata El Mencho na wafuasi wake walijaribu kupigana nao. Mamlaka yalisema aliuawa wakati wa operation hiyo. Operation iliyomuua El Mencho inaweza kuinufaisha Mexico katika mazungumzo yake na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo umetishia kutoza ushuru au hata kuchukua hatua za kijeshi ikiwa Mexico haitakandamiza magenge ya dawa za kulevya. Hata hivyo, wataalamu walisema operesheni hiyo inaweza kusababisha wimbi jipya la vurugu nchini Mexico kwa sababu magenge yanaweza kulipiza kisasi dhidi ya vikosi vya usalama. Smith alisema operesheni hiyo inaweza kusababisha mauaji zaidi ya umma. Kwa mwaka jana, jimbo la Mexico limeweza kupunguza mauaji. Linashuku mauaji haya yatabadilisha mwelekeo huo, alisema. Haijulikani mustakabali wa gari la kizazi kipya la Jalisco kwa sababu kifo cha El Mencho kimeacha ombwe la madaraka na haijulikani ni nani atakayemrithi. Mapambano dhidi ya watendaji wa uhalifu si tu kuhusu kuwaondoa viongozi wa kuwafikisha mbele ya sheria, Rubio Marquez alisema. Inamaanisha mkakati tata unaojumuisha kuzuia kupambana na silaha zenye nguvu zinazotumiwa na magenge, kutengana kwa mitandao yao ya tabaka nyingi, usalama na ulinzi wa raia, na sera madhubuti kuelekea ujumuishaji wa kijamii na mshikamano wa kijamii, maendeleo ya kiuchumi. Sasa ni nini hatima ya nchi ya Mexico na ni nini kitakachoendelea kwenye kundi la El Mencho ambaye kiongozi wake kwa sasa amefariki? Tuachie komenti yako hapo chini. Kwa mengine mengi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Until the next time. Bye bye. Pow.